sisi tunampongeza sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Mara nyingi anakuja na mpango, lakini mpango ule ameshauwekea wigo wa utekelezaji wake. Tumeshaanza kupokea wageni mbalimbali kupitia REA na wakala wa nishati katika utekelezaji wa maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Na wote tunatambua Mheshimiwa Dr. Samia ndio kinara wa nishati safi Afrika. Kwa hiyo tunategemea kwetu Tanzania ndio tuwe wa kwanza kufikia malengo haya ambayo hizi nchi imejiwekea, kwa sababu tayari kinara wetu tunaye ndani. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais mwenyewe amekuwa akielezea vizuri kwenye mikutano, lakini amekuwa wakati mwingine tunamuona akifanya hata kwa vitendo kupitia video fupi. Kwa hiyo na sisi wasaidizi wake tumejipanga vema kuhakikisha kwamba jambo hili tunalikimbiza. By the time tunafika 2030 ikiwezekana sisi tuwe tumeshafika huko. Tunachofanya hasa miaka ile minne ni tathmini tu za hapa na pale, na mkoa umeshabarikiwa kuwa na wadau waliowekeza, kwa maana sekta binafsi. Tunacho kiwanda kinachozalisha gesi hapa, Taifa Gesi. Kwa hiyo kwa maana ile refill, sisi tayari tuna fursa hapa ndani ya mkoa. Kazi kubwa inayotakiwa sasa ni kufungua wakala mbalimbali kwenye maeneo ambayo wananchi wanaishi. Lakini pia tumeshapokea mitungi ya gesi, tumeisambaza zaidi ya 18,000 katika mkoa wetu. Lakini bado mwananchi mmoja kupitia sekta binafsi wanajinunulia, na hasa wanaokaa katika maisha ya mjini hapa. Wanapata majiko ya gesi, wanapata majiko ya umeme, wanatumia kwa ajili ya kupikia. Lakini leo tumekuja kuona sasa yamekuja yale yenyewe ambayo tulikuwa tunayategemea, majiko banifu ambayo yatagusa watu wengi wanaotumia kuni na mkaa. Hii niseme ni hongereni sana kwa kazi hii nzuri, na sisi tutashirikiana kwa sababu tunayo ari ya kutaka kuwafikia watu wetu kwa haraka zaidi. Na hapa ninapozungumza na nyinyi tuko katika hatua za maandalizi ya siku ya wanawake duniani, ambao walengwa wakubwa watakutana pamoja kupitia sherehe hizi. Tunaamini ni jukwaa zuri la nyinyi kwenda kusema nao, lakini kuonyesha hizi nishati mbalimbali namna zinapofanya kazi, ili hawa wanawake kila mmoja kwa kujipima aweze kuichagua nishati anayoitaka na anayoiamini kwamba itamsaidia katika kufikia malengo. Naitwa Raha Majala, ni mhandisi kutoka wakala wa nishati vijijini. Leo tuko mkoa wa Singida na tumepata fursa ya kukutana na mkuu wa mkoa kwa ajili ya kutambulisha mradi wetu wa kusambaza majiko banifu. Majiko banifu ni majiko ambayo yanatumia kiwango kidogo sana cha nishati. Anaweza kutumia kuni au mkaa kwa kiwango kidogo. Mradi huu utawanufaisha wananchi wa wilaya 6 za mkoa wa Singida, na tunategemea kwamba mradi huu utatekelezwa mpaka ikifikapo mwezi wa 4 mwaka 2026, wananchi wa hizi wilaya 6 watakuwa wameshapata haya majiko. Mradi huu unatekelezwa kwa njia ya ruzuku, kwa maana serikali kupitia wakala wa nishati vijijini unatoa ruzuku ya 85%, na mwananchi atalipia 15% tu ya bei ya jiko hilo, kwa maana kwamba mwisho wa siku mtumiaji atanunua kwa shilingi 7,600 jiko ambalo litatumia kuni kidogo na mkaa kidogo. Hii ni kwa ajili ya kuhamasisha wananchi waweze kuingia katika matumizi ya nishati safi ya kupikia. Tunaamini kila mwananchi ana haki na ana fursa ya kutumia nishati safi ya kupikia kulingana na kipato chake, kulingana na mazingira yake. Kwa hiyo majiko banifu haya yataenda kuchochea matumizi ya nishati safi ya kupikia ili kufikia lengo letu la taifa la kufikia 80% ya matumizi ya nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka 2034.